kabisa, ambapo tuko na taarifa nyingi, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na Taifa Stars ambayo inaendelea na maandalizi ya kujinoa kuelekea kwenye michuano ya AFCON, ambapo kwa mujibu wa ratiba kesho wataondoka pale Egypt kuelekea Morocco. Lakini bado wachezaji wanaendelea kutua kambini, kwa maana ya wale ambao wanacheza nje ya Tanzania na wengine wanaocheza nje ya Afrika wanaendelea kutua kambini. Alfajiri ya leo nimeona Simon Msuva pia ametua, Bwana Samata alitua jana. Kadri siku zinavyoenda ndivyo ambavyo wanazidi kuongezeka, lakini pia maandalizi yanayoendelea na michezo ya kirafiki inaendelea kuchezwa. Ulichezwa mchezo wa kwanza ambao walipata ushindi wa 1-0 na ambao ulifungwa na Morris Abraham, lakini pia jana walicheza mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya Arab Constructors, ambayo mchezo huu ulimalizika kwa Taifa Stars kupata ushindi wa mabao mawili, mabao yakifungwa na Tari na Lalahia pamoja na Faisal Salum. Hizi ni mechi za kirafiki za kiufundi ambazo mwalimu anakuwa anazitumia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba anafahamu kile anachokifundisha kwa wachezaji wake. Je, kinafanyika vizuri? Swali la msingi ni kipimo sahihi kwa Taifa Stars, Evans Evoris? Sidhani kama ni kipimo sahihi kwa sababu tumecheza na mataifa ambayo ni kuweka tu mili sawa kujiandaa na mashindano, lakini sio kwamba ndo taste ambayo unaenda kukutana nayo kwenye mashindano. Kwa maana level ya club, sema taifa hiyo ni wanacheza na vilabu, yani sio taste ya sisi kwenda kushiriki kwenye AFCON, kwamba hiki ndio kipimo ambacho unakuja kukikuta huku. Ukiangalia timu ambazo wamecheza nazo, huwezi kupata taste ya Uganda humo, huwezi pata taste ya Tunisia humo, huwezi pata taste ya Nigeria humo, lakini ni kwenda kwenye kuweka mentality za wachezaji kwamba tunaelekea kwenye mashindano. Kila kitu ambacho tumekuwa tunakifanya kwenye kiwanja cha mazoezi, tulikuwa tunataka tuone hapa kinaweza kufanya kazi kwa kiasi gani. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunaweza kutengeneza utimamu wa mwili na utimamu wa akili kuelekea kwenye mashindano. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya kwenye mashindano. Imeshindikana vipi kucheza mechi kirafiki na timu ya taifa jingine huko? Manake jana tunaona walicheza Egypt na Nigeria, mechi ya kirafiki ile, si ndio? Sisi tunacheza na club. Unajua hakuna shaka, ni sawa si sawa? Ni sawa, kwa sababu tunachohitaji si ni utimamu tu wa mwili na utimamu wa akili. Yani unajua mechi za kirafiki hazikugarantii wewe kwenda kushinda ubingwa. Unaona mechi kama ya Nigeria labda dhidi ya Egypt, haimaanishi kwamba bingwa atapatikana hapa. Yani unaweza ukacheza hizo mechi zako za kirafiki na timu kubwa. Tumeona walikuwa ni nani wacheza na Russia na wakashinda, lakini mwisho wa siku ukija kwenye mashindano serious watu wanabadilika, hawezi kucheza kama ambavyo wanacheza kwenye hizi mechi za kirafiki kwa sababu wengi wanaogopa majeraha. Yes, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo watu wengi wanavikimbia kwenye mechi za kirafiki, lakini ni baadhi ya vitu tu mwalimu anahitaji kuviona. Naamini kwenye mashindano kuna taste ya tofauti na hizi mechi za kirafiki ambazo mataifa mengi yanacheza. Mimi nataka kuona ni nini ambacho mwalimu atakuwa amekuja nacho mahususi kwa ajili ya mashindano, lakini nje na hapo naamini mechi za kirafiki zinakuonyesha tu ni nini unaweza kukifanya, lakini kwenye mashindano ni kitu kingine. Ashrafu, wewe una maoni gani juu ya kucheza mechi za kirafiki na club, kwa maana ya level ya club, na tunakwenda kushiriki mashindano ambayo tunacheza level ya kitaifa na timu za taifa za mataifa mengine? Hii imekaa sawa sawa ama haiko sawa sawa? Hakuna shida. Hakuna shida yoyote ile, kwa sababu kikubwa kinachofanyika ni kuandaa wachezaji na mwalimu kuona game plan yake. Ana wachezaji kile ambacho anataka wafanye anaweza kakifanya pia, kwa sababu unajua kuna tofauti mkubwa kati ya kucheza friend match na mechi yenyewe serious kwenye michuano, ndio. Kwa wakati mwingine mwalimu hajakaa na wachezaji kwa muda mrefu, wengine ndio wamechelewa kufika kambini, wengine alienda nao mapema. Kwa hiyo anajaribu ni kutengeneza mbinu zake kuona, na ndio maana unaweza kukuta kwenye hizo mechi timu inafungwa, lakini kwenye michuano serious kuna kuwa na mabadiliko makubwa, watu wanapambana kweli kuliko vile ambavyo kwenye mechi za kirafiki ilikuwa inaonekana. Kwa hiyo sio story, yani ni vitu ambavyo vilishawahi kutokea pia, kuona national team ikiwa inacheza kwenye na klabu. Kikubwa tu ni watu kupata ile intensity ambayo inapatikana. Kwa hiyo nafikiri hiyo inapatikana. Inapatikana. Kwani si mechi, once a match always a match. Yani hakuna shida. Unakuwa sawa sawa. Nini? Ushindani wake, yani ushindano unakuwa ni sawa. Kwani kinachobadilika si unajua wachezaji hao wakiitwa kwenye national level, sawa? Wanakuwa ndo wakija huku ni wachezaji ni wale tu, kinachotofauti yani utofauti ni kwamba hii ni klabu, hii ni national team. Na hizo klabu ambazo wanacheza nazo mechi za kirafiki ni klabu shindani. Ni shindani. Kwani wewe mkai umetoka kwenye ushindani wa namna gani? Kwani tunatafuta nini? Tunatafuta nini kwenye nini? Huko kwenye AFCON. Kwenye AFCON. Na hizi mechi za kirafiki lengo ni nini? Haya ni maandalizi mkai.
Haya ni maandalizi. Imeshindikana vipi kupata mechi ya kirafiki na timu nyingine ya taifa? Sasa uwezi jua, sio kwamba kila timu iko available, wengine nao pia wanaendelea na maandalizi yao, unanielewa? Kwa hiyo mataifa yapo mangapi ambayo yanashiriki AFCON na mengine ambayo hayashiriki? Sasa tunazungumzia hiyo test. Mimi nataka tuchakate tu ukitaka upate kipimo sahihi, nimsaidie Ashraf. Nimalizie kidogo Kamanda. Ukitaka kupata hiyo test sahihi unaizungumzia wewe, maana yake unatakiwa upate timu ambayo unaenda zinashiriki AFCON. Sawa? Yani kwa sababu hao wote mnashiriki AFCON ndio upate timu kama hiyo ukompete nayo. Lakini Egypt wamewezaje kucheza na Nigeria ambao tunakwenda kucheza nao pia katika kundi letu? Wao wamewezaje, sisi tumeshindwaje? Sasa mimi nauliza tu kuelewa, sio dhambi kwanza, na sio lazima kwamba wote wapate test ya kukutana. Kwa nini wao wameweza? Kwani nani kakwambia Taifa Stars wameshindwa? Hatujapata mechi ya kirafiki na timu ya taifa. Kikubwa anachokitaka mwalimu kinapatikana kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaweza tukaenda kucheza nao watu ambao unaamini kwamba tutatakiwa kucheza nao, tupate hiyo test ambayo unaizungumzia, na tukaenda bado tukafanya vibaya. Kwa kikubwa ni kuona mwalimu kile ambacho yeye anakitamani kifanyike kinafanyika kwenye uwanja wa mazoezi. Hilo ndo kubwa. Na ukiwauliza wenyewe wachezaji au baadhi ya watu ambao wako huko wanazungumza kwamba mazoezi yanaendelea vizuri. Unamfikia Clifford Mario Ndimbo anatoa taarifa. Tulimfikia Jobu juzi hapa alikuwa anazungumza kwamba kile ambacho mwalimu anakiwaza kitokee kwenye uwanja ndio kile ambacho kinaonekana. Sawa mkai? Naam. Kwa hamna shida kucheza na hivi vilabu kwenye maandalizi hapa. Kamanda, subiri Kamanda. Tumeshindwaje kupata mechi ya kirafiki na timu ya taifa jingine? Na kwa nini tunakwenda kucheza na level za club? Yani kwa nini? Kwanza kabisa Mkai, kuorganize kitu ambacho kimekuwa registered kama international friendly match, sio organization yake, sio kitu rahisi, hasa kwa timu za aina yetu sisi, kwa sababu ya mvuto obviously, kwa sababu ya finances pia, kwamba sio rahisi kusema sasa hivi kwa bana mimi nataka nipate friendly match na Congo labda, ama useme upate friendly match na Morocco, ama upate friendly match na timu yoyote, hata Somalia, hata Ethiopia au Somalia, kwa sababu hata Sudan. Ukiangalia kilichotokea kwa mfano baina ya Egypt na Nigeria, hizi timu zote zimeweka kambi Egypt. Kwa hiyo logistic hapo imekuwa nyepesi. Lakini ukisema ucheze na Somalia, maana yake inabidi umgaramie kutoka Somalia kwenda Egypt. Au kama na wachezaji Sweden huko wote, hizo gharama ni zako. Cha kwanza hicho. Pili, katika zile timu ambazo kwanza ukae ukijua kwamba hii sio FIFA calendar, na kuandaa friendly match katika tarehe ambayo sio ya FIFA sio jambo rahisi, kwa sababu hao wachezaji utawapata. Jana South Africa amecheza friendly match nchini kwao, ambayo ilikuwa ni kama fursa ya kuiaga timu kabla ya kwenda Morocco. Wamecheza na timu ya taifa ya Ghana, lakini in all reality ni Ghana under 23 ambayo iko composed na wachezaji wa ndani ambao wanacheza ligi ya Ghana. Sawa, kwa sababu utamfuataje Tottenham sasa hivi release Mohamed Kudus, wakati Tottenham wanajua Mohamed Kudus Ghana hawajafuzu AFCON. Sawa, na hii sio FIFA calendar. Kuna kisa kimoja kimemtokea na sisi tumeshindwaje kucheza na timu ya taifa ya under 20 ya Egypt? Ndio sasa organization hapo, kwamba labda kuna hiyo timu ya taifa ya Egypt na 20 ipo tu, is it available? Manake kigezo tu kwamba South Africa waliwapata Ghana wakawagaramia wakawasafirisha mpaka South Africa doesn't mean kwamba hao under 23 wa Egypt nao wapo, kwa sababu mind you sasa hivi ni katikati ya msimu. Kwa hiyo kwa mfano kwa kesi ya Egypt, unajua Egypt mara nyingi nadhani mmefuatilia, hata AFCON ikiwa inaendelea kuna baadhi ya timu kule zinacheza. Kwa mfano mechi za Egyptian League Cup zitaendelea wakati wa AFCON. Kama umefuatilia kipindi hiki kulikuwa na mashindano haya ya FIFA Arab Cup. Morocco kwa mfano juzi amempiga Jordan, juzi kuna mechi moja Saudia alipigwa na Iraq. Kwa hiyo hao ni watu ambao wana fulfillment zao za kuzitimiza, huwezi kuwapata kirahisi. Kwa hiyo mimi naelewa, yani sio rahisi unajua kuandaa mechi ya kimataifa. Yani kuna availability, kuna gharama, kuna mchakato mrefu kidogo. Na sisi unahisi sisi kiuchumi hatuko sawa? Tunaweza tukasema hilo. Tuko sawa, lakini hatuko kwenye luxury. Yani unajua unatofautisha mtu mwenye hela na mtu mwenye hela ambazo anaweza kuzitumia.
Mimi naweza nikawa na milioni 4 hapa sasa hivi, lakini naitegea Januari nimlipie Lea ada. Sawa. Nategea tarehe 30 nilipe kodi. Kuna mwingine anao milioni 4 anaweza sasa hivi akamuunga mtu 500 na wala asijifeel pinch. Wote mna milioni 4 lakini hamna nguvu sawa ya kutumia hiyo milioni 4. Sijui kama mfano wangu umeuelewa. Kwamba wakati mwingine watu wanatumia kwamba hela za mawazo ama pesa ya mawazo. Yaani mnaweza wote mkawa na hela hiyo lakini mipango yenu iko tofauti. Kuna mwenzio tayari kesha lipa ada miaka 2 mbele. Kwa hiyo hela yake alionayo leo anaweza akaiwest vyovyote vile. Kwa mfano huu inaonesha ishara tosha kabisa kwamba kiuchumi hatuko sawa. Ndio maana yake. Na hata kama tuko sawa, lakini kuwa kwetu sawa kiuchumi hakuwezi kufanana na Misri. Yaani Misri akisema niko sawa kiuchumi na sisi tuseme tuko sawa kiuchumi, tunatofautiana hapo. Lakini tukija kwenye aspect ya ufundi. Mechi zinazochezwa sasa hivi zote kwanza zinachezwa kwa very low intensity. Na lengo ni kocha kuiona ile idea yake ya timu inavyocheza inavyoweza kufanya kazi. Kwa mfano huu wa Misri na Nigeria ni mfano mzuri. Jana nimeona waandishi wa habari wa Nigeria wengi wamefurahia timu yao kupoteza ile mechi, kwa sababu wanaamini kwamba wanatakiwa kwenda kwenye AFCON wakiwa wanajua kwamba sisi timu yetu tunatakiwa tufanye kazi. Yani kwa mfano mechi ya jana wangeshinda, ingewapa ujumbe wa uongo kuhusu timu yao. Maybe confidence ingekuwa kubwa, wangeishia kuja kuidharau hata Tanzania na Uganda. Lakini kipigo kile jana kinamaanisha kwamba sasa hivi wako kwenye tension na watahakikisha kwamba hata timu kama Tanzania hawawezi kuidharau. Umeelewa? Na hata ukiangalia kwa mfano kama hiyo mechi ambayo sisi tumecheza na hiyo klabu ya Egypt, inawezekana hiyo klabu imetoa intensity kubwa ambayo usingeipata ungecheza mechi ya kirafiki na timu nyingine inayokwenda kucheza AFCON. Maana yake tungefungwa hapa yangezuka mengine kwamba tunafungwa na club kirafiki za club. Kufungwa wala sio issue, kwa sababu sio issue kwa kiufundi, lakini kwa mashabiki wao waelewe. Anaangalia tu, kocha anaangalia ile framework yake, ile blueprint yake ya timu inavyotakiwa kuwa, yeye anaiona ama kuna kitu anataka kukifanyia kazi. Kwa mfano kuna tactical dilemmas, sawa? Kuna una mafullback Ulusaji Mwaikenda, una Haji Mnoga, una Shomari Kapombe. Labda umesikia Shomari Kapombe performance zake Simba zimekuwa sio nzuri, unahitaji kumjaribu Haji. Labda unaona Haji anaweza kuwa midfielder mzuri kuliko alivyo left back. Kuna mtu kama Novatus Dismas, ukimwangalia structure yake ya mwili ilivyo, yuko more muscular na ana mwili mkubwa kuliko wachezaji wetu wa eneo la fullback na Msindo na Kibabage na Zimbwe. Kwa hiyo labda kocha anahisi kwamba kwa sababu Nova anaweza kucheza kama left back kwa sababu ya mwili wake ulivyo, akawa better option kwa sababu hizo timu tunazokwenda kucheza nazo zote zitakuwa na area advantage kubwa kuliko sisi Tanzania. Kwa hiyo the idea ni kama kwenye kikapu Evans, kuna kitu wanaita scrimmage kabla ya kwenda kwenye mashindano makubwa. Mara nyingi timu hizi za taifa unazoona dream teams sijui nani huwa wanafanya kitu kinaitwa scrimmage, na the idea kwenye scrimmage sio mtafunga point ngapi. Idea ni kuiona ile timu ina perform vipi kwenye yale majukumu ambayo kila mchezaji anayo, alafu once mtakapoenda kwenye mashindano mtaongeza intensity. Kwa sababu kwa mfano fikiria unacheza na timu kama Morocco kwenye mechi ya kirafiki. Maana yake mtakuwa mnachezeana soft ile, yani hata kwenye zile tackles hakuna mtu anakwenda 100%. Na nakumbuka kwa mfano ukicheza na level ya klabu wale wanakupa intensity ya ukweli, kwa sababu wao hawako kwenye level ya juu na bado wanahitaji kujiprove. Okay. Umeelewa? Unakumbuka kuna incident ilitokea mechi ya Napoli na Como. Antonio Conte anademand intensity kutoka kwa wachezaji wake, na wale wachezaji wake kweli wakaonyesha ile intensity. Kocha wa timu pinzani akamind kwamba bwana, hii mechi ya kirafiki, mbona mnarukiana namna hiyo? Kwa hiyo ungempata mtu ambaye anakwenda AFCON, pengine kuna mtu anaogopa hapa kwamba nikaumia kabla mambo hayajachangamka, nikaumia nikampa faida mtu ambaye yuko kwenye reserve squad aje kuchukua. Pengine pia hata kwa timu yetu ya taifa inaweza ikawa ni hivyo. Absolutely. Na kitu kingine ambacho inatokea kwa kila mtu. Kitu kingine ambacho nakifikiria Mkai ni kwamba ndio kabla tujahoji kwa nini tumeamua kucheza na timu ambazo zipo kwenye ngazi ya vilabu, ndio ni lazima tujue mwalimu alikuwa anahitaji mechi za aina gani. Ni kitu cha msingi sana, kwa sababu anayedemand michezo wakati mwingine ni mwalimu, kwa sababu
yeye ndo anajua anahitaji teams ambazo zipo kwenye level ipi. Mfano, inawezekana sisi tunatamani kuona mataifa makubwa yakicheza na sisi michezo ya kirafiki, lakini mwalimu anaona kama anahitaji training games zaidi kuliko hizo friendly, yani mechi za kimazoezi zaidi kwa ajili ya kuobserve vitu mbalimbali ambavyo anavihitaji ndani ya timu yake. Na unapokuwa kwenye michezo ya kirafiki kama hii ama michezo ya kimazoezi kama hii, wakati mwingine uhitaji kukutana na timu ambayo itakuletea ugumu kwenye vitu vingi, kuanzia kwenye intensity kwa maana ya kasi. Na hiki ni kipindi ambacho kumbuka wachezaji wametoka kwenye kwenye mashindano mbalimbali. So ni kipindi ambacho wanawapa mazoezi, lakini unatakiwa kuwafanyia recovery ya maana. So hata kama hiyo michezo anaenda kucheza, iwe ni michezo ambayo sio migumu kiasi hicho. Kwa maana sio migumu, sio kwamba yaandai wao kwenda kwenye michezo migumu, lakini anachohitaji mwalimu ni kuona kwamba wachezaji wanapata ile match fitness, wachezaji wanaenda kuapply kile ambacho wamekubaliana kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi, and then mwalimu anaweza kaona okay, mbona timu yangu kama ipress vizuri, mbona kwenye midfield amecheza Mabula labda kacheza labda na Gego, anaona hii partnership kuna kitu hainipi ama haina balance. Hebu ngoja nimjaribu mchezaji fulani. Okay, kwenye eneo la ushambuliaji namna gani sisi tunaweza tukashambulia, kwa sababu timu yetu bado ina changamoto kwenye baadhi ya maeneo, na unapoenda kucheza na hizi timu unawish zi expose yale matatizo kuanzia kwenye hizi mechi za awali. Wanapo expose ama wanakuonyesha matatizo yako ya kwapi, ndipo ambapo mwalimu unakaa unaangalia okay, kumbe sisi kuna sehemu bado tujakaa sawa sawa. Kwa unaporudi unarekebisha, una request mechi nyingine, unapoenda kucheza mechi nyingine unaanza kuassess kile ambacho mmekifanyia kazi kwa maana ya kuboresha, and then unaweza kucheza mechi nyingine wapinzani wakaainisha makosa mengine ambayo ukiyaona kwenye mechi ya awali. Kwa wanapoainisha makosa unaanza tena kuyafanyia kazi, kwa sababu football ni game of mistakes. Kila unapocheza mechi utakutana na makosa aina tofauti tofauti. Makosa ya kimuundo, kwa maana muundo wa kushambulia labda haupo sawa sawa, muundo wa kuzuia haupo sawa sawa, utakutana makosa kwa mchezaji mmoja mmoja. Kuna wachezaji labda anafanya makosa akiwa under pressure. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mwalimu anaanza kutake note na kuvifanyia kazi kuelekea kwenye mechi za kimashindano. Kwa hiyo kwako si mbaya? Mimi kwangu sio shida kabisa. Fresh kabisa. Kabisa. Okay. Afi si mara ya kwanza kwa sababu kama ndio unaweza kuwa na kumbukumbu. Si mara ya kwanza. Eleweka wala sio mara ya kwanza, lakini mimi nimeuliza tu. Mimi kwangu sio shida. Kwako wewe fresh tu. Kitaalamu sioni shida kabisa. Ni sawa kabisa. Basi inapendeza. Kabisa. Basi inapendeza zaidi. Swala la timu ambazo wamecheza nazo sio changamoto, na nitataka pia tuangalie kwenye upande mwingine, wakati nataka nikupe hii taarifa nzuri kabisa. Kwenye upande mwingine Vance, tutaanzia hapo kwa maana ya uhudhuriaji ama namna ambavyo wanawasili kwenye timu ya taifa. Wengine wanaendelea kuwasili, wengine wako pale toka muda mrefu, na kuna wengine ambao bado hawajafika, na kuna wengine wako huku Tanzania. Kina Lusajo Mwaikenda, Yusufu Kagoma, kina Selemani Mwalimu, ambao wote tunajua wamejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini bado hawajafika Misri. Hii namna ambayo wanaitumia kufika eneo la tukio, achana nao wengine ambao sasa wao kulingana na ligi ambazo wanacheza. Kuna hawa ambao wapo huku wanaenda kwa mafungu, inaweza ikaathiri timu kwa kiasi gani. Wakati unaenda kutujibu, pia ni kufahamishe kuhusiana na namna ambavyo TTCL wanakupa vitu vitatu ndani ya router moja. Manake ni kwamba kwenye hii TTCL router utapata GB ambazo utaweza kuzitumia kwenye simu yako. Ndio. Na kwenye router yako. Lakini pia utapata na dakika ambazo utaweza kuzitumia kwenye zaidi ya simu moja. Hii ni kubwa kuliko, ambapo T-Fiber Triple Hub, inaitwa T-Fiber Triple Hub. Inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja, ambapo ni internet ya nyumbani, internet ya kwenye simu yako ya mkononi, na unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchi nzima. Lakini pia cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja. Tumezoea mimi nikiwa na simu yangu hii nikijiunga, maana yake natumia mimi tu kama mimi. Kwa hiyo ukiwa na hii T-Fiber Triple Hub, naweza nikajiunga mimi, lakini nikakuunganisha na wewe Mkai ukatumia, Evansi akatumia, Kamanda na mwingine yoyote yule akatumia bila wasiwasi wowote. Na mchongo wa sasa ni TTCL na unaunganishwa bure kabisa. Kwa mawasiliano piga simu namba 0733 600 060. 0733 600 060. Hakikisha unaipata hii T-Fiber Triple Hub ili uweze kupata
kuitumia popote pale ambapo unakuwa kabisa, kwa sababu kuna router nyingine ukiwa nyumbani na yani mpaka urudi yani ilipo ndo na wewe unapata ndio ina connect au bebe kwenye gari au bebe kwenye gari ama uweke mfukoni, vyovyote utakavyofanya. Kwa TTCL unaweza kuendelea kuitumia. Safi sana, safi. Swali lako la msingi kwa Evans. Swali langu la msingi ni namna ambavyo wachezaji wanawasili kwa mafungu, lakini pia kwa hawa ambao bado wapo huku tujaribu pia kuwatafuta, tuulize, yani viongozi tuwaulize kwa nini hao wachezaji ambao wako huku ligi zimesimama lakini wao bado hawajaenda kuungana na wenzao, kwa namna gani ambavyo inaweza ikaathiri timu. Na ubaya timu imeondoka muda mrefu sana. Of course. Toka tarehe 7 wameondoka. Yes, ila bado tarehe 8 leo wako huko. Nazungumza na tarehe 17 leo. Wana siku kadhaa hapa zimeisha, watu tayari washafanya mazoezi, wamecheza mechi 2 za kirafiki. Naamini inakuwa ni changamoto pia kwa mwalimu, kwa sababu tunazungumza kuna baadhi ya wachezaji, mtu kama Yusuf Kagoma ni mmoja wa wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo ya chini. Kwa hiyo mimi naamini alikuwa anatakiwa kuwepo kwenye timu. Huenda kuna sababu zingine ambazo ziko nje ya uwezo wa Miguel Gamondi. Hajajiunga na timu bado? Yes, bado yuko Tanzania. Atajiunga lini? Sijajua. Hilo sasa ndo ama hayupo kikosini. Yupo. Watu waliorodheshwa. Hata juzi si ameongezwa Selemani Mwalimu baada ya Nado ya Sopo kuumia. Mudathiri. Ila wao mpaka leo bado hawaja kuwepo Misri kwenye hiyo kambi, na timu inaondoka huko kwenda Morocco, bado wenyewe hawapo sehemu ya timu, bado wako Tanzania. Afuko ikiwa timu inacheza mechi za kirafiki pia. Na ubaya unakuja mwalimu tayari yeye kwenye hiki ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi kwenye kiwanja cha mazoezi, kuna baadhi ya watu wamewaona kwenye hizo mechi za kirafiki, kuna watu wamewaona. Kwa hiyo naamini kidogo inapunguza ule ukubwa wa mwalimu kufanya machaguo, kwa sababu angekuwa na watu wake wote, na ndio maana ukiangalia hata kwenye maisha tu ya vilabu walimu wanatamani kwenda na wachezaji wao wote kwenye pre-season, ile mwenyewe akajithibitishie kwamba yes, huyu naweza kumtumia hivi, huyu naweza kumtumia kwenye njia hii, huyu nikimtumia na huyu anaweza akanipa pea nzuri. Amezungumza Magunga kwamba kwenye hizi mechi huenda mwalimu kuna vitu anahitaji kuviona, labda pea ya Gego na Mabula inaweza isinilipe. Je, nikimtumia Mabula pamoja na Kagoma ni nini nakuja kukipata? Je, nikiwa natumia washambuliaji wawili ni nini kinakuja kutokea? Nikimtumia mwalimu pamoja na Samata ni nini napata? Lakini sasa kuna huo ukosekanaji wa hao watu. Kwa hiyo hata mpango wa mwalimu unaweza ustimie kwa 100%. Kwa kwangu mimi naamini ni moja ya changamoto ambayo tunaipitia. Yaani kama kuna changamoto nyingine yoyote inabidi watu ambao waitatue haraka iwezekanavyo. Yani kwa najaribu kumtafuta hapa kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Mirambo ili tuone anatupa ufafanuzi juu ya hili. Nafikiri changamoto ni nini, kwa sababu kwa hali ya kawaida ukiangalia watu wengine tunaweza tukaelewa sababu zao. Watu ligi bado zinaendelea kuchezwa, kwa hiyo hizi call up ambazo zimetokea, watu wanajua kabisa mashindano ni lini, mechi yenu ya kwanza ni lini, mtaondoka lini, mnafika kwenye kambi yenu na vitu vingine vinaendelea. Lakini hawa ni watu ambao sisi ligi ilisimama na timu iliondoka baada ya majina ya awali kuitwa. Kuna shida zilitokea kwa baadhi ya wachezaji wakaondolewa kwenye timu, hawa wakajumuishwa kwenye timu, lakini mpaka leo bado hawajafika kambini. Kwa hiyo ni changamoto nyingine naamini kwa mwalimu. Na mpaka sasa inawezekana nafasi yao ya kwenda kucheza ni ndogo sana. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu anapenda kutumia wachezaji ambao wamefanya nao mazoezi ama amehusika nao kwenye program. Kwa sababu yeye ndo anajua ni nini ambacho amekubaliana, nini ambacho ataenda kufanya. Training haishi mdomoni tu kwamba mkaile utacheza namba 5. Training inaanzia kwenye practice, kwenye uwanja wa mazoezi. Utacheza namba 5 lakini majukumu yako ni ABC. Ikishindikana kufanya hivyo utatakiwa kufanya kitu hiki. Kwa hiyo kama tayari mwalimu ameshawapa wachezaji wake mikakati, unajua tunapoenda kucheza hizo mechi utofauti wake ni kwa maana masaa ama siku ni mdogo sana. Kwa hiyo mwalimu anachokifanya pale ni kujaribu kureview ama kuangalia wapinzani nini wanafanya, and then yeye kuja kuapply. Ni siku ambazo kwenye training kuna soft exercise. Yani mazoezi tu, rondos yale, safa bwege tunaita kwa lugha mtaani. Mta practice kidogo. Hauwezi kuona yale mazoezi ya full pitch kwamba watu 11 huku 11 huku, and then labda kucorrect errors kwenye namna ambavyo timu inajenga mashambulizi, namna ambavyo watu wanafanya movement ndani ya uwanja. Na muda mwingi huwa wanaspend kwa pamoja kukaa labda kwenye chumba maalum kupitia zile video na kuangalia kufanya analysis kwamba tunaenda kucheza na timu hii hapa, zimbaki siku 2 ama siku 1, wana wachezaji wa aina hii, wana uhatari kiasi hiki. Kwa maandalizi yao yanaanza kwa timu, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja. Wachezaji na wenyewe huwa wana tabia ya kusoma sifa za wapinzani wanaokutana nao.
mfano labda Shomari, ndio tunamwangalia Shomari, Kibabage na yani kwa kiujumla wale mafullback wakikaa wakiangalia wanaona okay, hao ndo wingers wa Nigeria, sio akina Ademola Lookman, akina Ijuka, akina Moses Simon, akina Chikweze. Kwa anaangalia huyu Lookman akiwa na mpira sifa yake ya kwanza ni nini, anapendelea kufanya nini, touch yake ya kwanza huwa anaweka mpira wapi, anapenda kushuti kutokea wapi. Kwa vile vitu vinamsaidia mchezaji kujua hata namna gani ya kukabiliana ule mchezaji. And then kuna ile team analysis, kama mwalimu atawaambia bwana, as a team tunatakiwa kuzuia hivi, kama team wewe na wewe mnatakiwa kucombine kwenye eneo hili kwa sababu hii, wewe nawe unatakiwa kufanya movement muda huu kwa sababu hii. Okay, sawa sawa. Maelezo mazuri na bila shaka hilo tumeliweka vizuri kweli kweli, na kumbuka hii ni Afcon special na siku zinataradadi kweli kweli Jessica. Zinakimbia haswa. Kabisa kabisa. Zinakimbia kweli kweli. So kwenye Afcon special pia mambo yamechangamka kweli kweli, na sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila tukio ambalo litakuwa linaendelea kwenye Afcon tunakuletea hapa. Hebu tulitazame kundi letu. Kundi la Tanzania ambalo tupo, ambalo linajumuisha timu 4 ikiwemo Tanzania, Nigeria, Tunisia na Uganda. Hizi ndio timu ambazo tunaenda kushindana nazo. Jana kamanda, umewaona Nigeria. Tuna alama zetu 3 kwao. Mbona unatabasamu kamanda? Kwa sababu ni mashindano na tumewahi kuona miujiza ikitokea previously. Yes, tunayo haki ya kuota namna hiyo, na Afcon ni mashindano ambayo yana provide surprise nyingi sana za namna hii. Nakumbuka nadhani ilikuwa ni Afcon ya mwaka 2019 ile ya 19 ile. Malawi anamfunga Morocco nadhani 1-0 ilikuwa ile. Bao linafungwa dakika ya 6. Gabadino Mwango dakika ya 6 anapiga shuti karibu katikati ya uwanja, anamnyosha Yasin Bunu. Nadhani tuliwaona kwenye Afcon hiyo ya 2019, tuliona Comoros alimfanya nini Ghana. Lakini ukiachilia mbali hivyo, nadhani watu wanakumbuka kisa cha Madagascar ambao walikuwa wanashiriki Afcon yao ya mwanzo kabisa na walifika robo finali, na kwenye round of 16 walitoa moja kati ya timu ngumu sana ambazo mara nyingi kwenye tournament nyingi zinaingia kama favorites, Congo DRC. Kwa hiyo kwa mfululizo wa matukio kama namna hiyo, tuna haki ya kuamini kwamba tunaweza kushinda. Lakini ni Tanzania ile ambayo iliwahi kuwa kwenye kundi moja nadhani na Uganda, Kenya na Senegal mwaka 2019 hiyo ambayo ulitegemea kwamba sisi labda tungepata matokeo mazuri dhidi ya jirani zetu. That wasn't the case. Wao ndio wakachukua point kwetu. Yani Uganda na Kenya kila mmoja aliondoka na point 3 mgongoni kwetu. Kwa hiyo inategemea na ni Tanzania ya aina gani ambayo ita show up kwenye mechi. Tanzania Ivory Coast nayo pia iliondoka na pointi 2 against kwenye Afcon ya Ivory Coast ilikuwa hivyo. Lakini pia haupaswi kusahau kwamba tumewahi kucheza na Nigeria nadhani 10 years ago, wakati Nigeria inafundishwa na Sunday Olise kule chuma 3 wakashinda. Walishinda 1-0 kwao. Hapa tukatoka bila na Tanzania wajua ndio ilimfukuzisha Olise kazi, ujue baada ya ile mechi Olise akafukuzwa kazi kwenye national team ya Nigeria. Kwa hiyo ubaya mmoja mkai, tunakutana na Nigeria katika kipindi kibaya sana. Nigeria bado ana machungu ya kukosa World Cup, bado ana machungu ya jinsi walivyoikosa Afcon ya mara ya mwisho, sababu Afcon ile iliyochezwa Ivory Coast Nigeria ilibaki kidogo sana abebe ndoo ile, lakini walikuja wakafanya comeback. Adingra anakuja anaingia anampika Olaina na watu wanakwenda kufunga na Ivory Coast anachukua ubingwa. Kwa hiyo timu yetu inategemea ni kina nani watakao show up, inategemea mpinzani wetu atatuchukuliaje. Na Nigeria kama nilivyosema kwenye game yao jana wamepoteza. Kwa hiyo mjadala unaoendelea sasa hivi kuhusu mpira wa Nigeria as far as the national team is concerned sio mzuri, kiasi kwamba nadhani hata wachezaji watatamani yale mazingira ya kumalizia hasira zao
kwenye mechi yetu. Kwa hiyo kwangu mimi mechi ambayo kidogo tuna nafasi ya kupambana ni dhidi ya Uganda. Na tuna nafasi ya kupambana kwa sababu ya zile regional dynamics, yani yale mazingira kwamba Uganda ni jirani zetu, tukicheza nao kuna dabi ile, na kwenye dabi unajua sometimes hata yule aliye dhaifu anaweza akaamka vizuri akapata matokeo. Lakini against Nigeria, against Tunisia, very tough matches kwa sababu ya ubora hizo timu, experience, quality ya wachezaji wao na daraja waliloko as a team, na unaongeza hapo additional reasons kina Nigeria kutofanya vizuri na hivyo kutaka angalau kuwa appease mashabiki wao, kuwaridhisha mashabiki wao kwa kile kinachoendelea safari hii. Kama tunaweza kupata pointi moja. Ndio. Jana nilikuwa nafanya interview na kituo kimoja cha Nigeria usiku baada ya mechi yao ile. Walinitafuta niwape maoni yangu kuhusiana na mechi ya Nigeria na Tanzania. Nikasema kwamba ni mechi tricky ambayo kama Tanzania itapata pointi moja kwenye hiyo mechi, mimi sizungumzi pointi 3, nazungumzia pointi moja ambayo tunaweza tukasema tupambane dhidi ya Uganda tuushinde tupate pointi 4, tunaweza kufuzu round of 16. Okay, sawa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.